Kenya imechafuka. Raphael Tuju aliporipotiwa kupotea, Wakenya wengi wakaanza kuhoji. Ghafla serikali ikasema kwamba alikuwa tu nyumbani analala, lakini kabla mambo hayajatulia, video nyingine ikaibuka ikimwonyesha akishikwa na polisi. Sasa swali ni moja, ni nani anasema ukweli? Kwanza kabisa, Waziri Kipchumba Murkomen alijitokeza kueleza hali hiyo. Kwa mujibu wake, uchunguzi ulionyesha kuwa Tuju hakuwa ametekwa, bali alikuwa nyumbani kwake analala. Kauli hizi zilituliza baadhi ya watu, lakini pia zilizua maswali zaidi. Kama alikuwa salama, mbona kulikuwa na taharuki kubwa hivi? Juzi jana nikiwa ndege nimetoka London, ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati nikaambia DCI amepotea. DCI akaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. Si unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. So akaniambia, waziri, usiwe na wasiwasi. Huyo mtu alizima simu, na mara ya mwisho kuzima simu yake amesima kwa nyumba yake na ni bedroom, na amejifungia pale. Nikamuuliza DCI, siwende pale sasa uulize kwa family. Asema hapana, familia yake wamefunga gate. Wamesema walienda police station wakariport ati amepotea, lakini wakasema msikuje nyumbani. So today the IG aliamurisha police kwenda kwake kwa lazima, because somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari, akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. And these repetitive theatrics must come to a stop. And I want to ask the judiciary to become very vigilant. If we bring people who are abducting themselves before the court of law, you must take the severest action against them. Because then, if you don't, you are going to create a very bad culture in this country where people abduct themselves. Wakati huo huo, baadhi ya wafuasi wa serikali walianza kusema kwamba ukweli ulikuwa umejulikana tangu mwanzo, lakini watu walikataa kuamini. Mmoja wao alidai kuwa Raphael Tuju ana uhusiano wa karibu sana na upinzani, na hapa ndipo mjadala ulianza kuchukua mwelekeo wa kisiasa zaidi. Wakenya, now you know the full story. Mimi nimeshinda nikiwaambia story ya Raphael Tuju. Wengi wenu mmekuwa mkinitusi mkaniambia wewe niachane na hiyo story, si hakuna kitu naelewa, lakini sasa ukweli umedhihirika. After Raphael Tuju kupapot kwa alikuwa abducted, mbona ile kitu ameongea leo? Niliwaambia Raphael Tuju anafanyia opposition kazi. Raphael Tuju is working with opposition. Na Mungu amini. Sasa muamini ile kitu bari sajia nawaambianga. Nikiongea kitu na kwanga nimefanya research. Siongeangi tu kitu juu watu wanaongea hapa TikTok. Nachukuanga muda wangu, nafanya utafiti wangu, alafu nakuja kuambia Wakenya. Raphael Tuju anasema eti alikuwa anafuatwa na majamaa, akatoroka. Anatuambia alienda Kiambu, ati amekaribishwa na familia moja huko Kiambu. Ati hiyo familia ni Wakikuyu na Wabagui, hawakumuuliza, hawakujali yeye kabila gani, wakamkaribisha vizuri, si nini. Ngoja nikwambie stories za jaba. Raphael Tuju, wewe endelea kufanya kazi na wajamaa, lakini sahau mambo yetu sisi Wajaluo. Tunajua mali tuko na tutoki hapo. Mbona wenye wameenda kumpokea? Ako na watu opposition squad yote ndako na wao. Kina Gladys Wanga mbona wako hapo? Kina Otinda Molo wako wapi? Kina babu wako wapi? Unaona? Ile group ya Sifuna wako wapi? Mbona hawajakuja hapo Karen? Nilijua unafanya kazi na hao United Opposition. Ndio maana wao unashinda hapo na mastori mingi tunasumbuliwa. Raphael Tuju, wewe tunajua uko opposition, fanya kazi na watu opposition pole. Lakini mambo ya William Ruto, usitaje jina William Ruto kwa mdomo yako. Na usitaje jina ya community ya Wajaluo tena. Wewe maintain, wewe sasa unaitwa Raphael Tuju Njoroge. Umesikia? Na tunakujua na tumekujua. So Kenya mjue huyu jamaa si wetu. Tumewachia. Lakini kabla mjadala haujaisha, video nyingine ikaenea mtandaoni ikimwonyesha Tuju akiwa ndani ya kituo cha polisi cha Karen Police Station. Inasemekana alikuwa ameenda kurekodi statement kwa hiari yake, lakini kilichofuata kiliwashangaza wengi. Je, hii ndio kulala nyumbani walivyosema? You won't die. You won't die. No. Ameniua. You will not die. Ameniua. Aishi milele, ameniua. Yatakufa.
Baadaye mmoja wa mawakili wake aliamua kueleza kilichotokea, akisema kuwa Tuju alifuata sheria kikamilifu, lakini bado akakutana na hali isiyoeleweka. Kauli hiyo iliongeza uzito wa hoja kuwa kuna kitu hakiko sawa, na hapa ndipo maswali yakaanza kuwa mazito zaidi. You all remember that he had a very bad accident about 3 years ago, so they pushed him into the car. He hurt his back. As we speak, Honorable Tuju is not well. We have just invited the doctors, Karen Hospital, to come and advise us. They are saying Honorable Tuju gave false information about his whereabouts and about his missing. But even if an arrest must be arrest that is humane. So as we speak, we are waiting for the ambulance to come and take Honorable Tuju to the hospital. They have really injured and hurt his back. They were trying to push him into a Subaru. I have demanded that we cannot leave Karen police station until an OB entry is done. So that if we are going to another station, we know who is in charge of him, which officer is in charge of him, and what offense we are facing. Even as we speak here, we have just been told that Honorable Tuju is under arrest, but we cannot tell the reason for the arrest. We do not know why he has been arrested. Up now, they have not disclosed the reason of the so-called arrest. But I can tell you because I have witnessed, and we are here with His Excellency Kalonzo Musyoka, Honorable Gigi Wamalwa, and the AG Emeritus. That was not an arrest. That was not an arrest. Had it not been for our presence, today we will not be speaking something else. Perhaps we Wakili, were actually abducting him in a police station. Perhaps Wakili, you can clarify, was he coming here to record a statement? We were told that we need to come here and record a statement. We obliged and agreed to come. Even before he could go to the OB, they started pushing him into a Subaru. We resisted. So as we speak, Honorable Tuju is unwell. He have hurt his back following the accident that he had. Did they wrap him up? Oh, that is not wrapping up. That is not pushing him or wrapping up. That was serious violence. So we are waiting for the police. For the doctors. Na kama hiyo haitoshi, wapo waliodai kuwa Tuju anapitia haya yote kama gharama ya matukio yake ya zamani, hasa kuhusu aliyekuwa bodyguard wake. Je, hii ni coincidence au historia inajirudia? United Opposition. Hiyo mambo ya Tuju achana nayo completely. Tuju anakuliwa na spade, aliua bodyguard wake. Anaitwa Tony Onguda. Ama tujui? Yule alikuwa Kikuyu. Aliua Tony. Aliuliza Tony kwa sababu ati anasema Tony anakula bibi yake. Wewe acha nikutufanya tuwini wajinga. Ukaua kijana very innocent na ukafukuza bibi yako Raphael Tuju. Saira bibi yako anauza chapati na madodo hapa Mombasa Road. Shame on you Raphael. Na unasema uko na 26 acres na bibi yako anakupika na kuli Nairobi. Hapa Cabanas. Natuambia nini? Na hii kuwe funzo kwa viongozi wetu wa Mount Kenya. Wenye wanadhani sasa hivi wana support William Samoei Ruto ati wakiacha viongozi wetu wa mlima. Akina Kimani Ichung'wah learn from Raphael Tuju. Raphael Tuju aligeuka kiongozi wao ambaye ni Raila Amolo Odinga. Akadhani ana support Uhuru Kenyatta. Sasa hivi Uhuru wako wapi? Uhuru wako kwa Ishaweri. Alijua anatumia mjinga ambaye ni Raphael Tuju. Wende ati sijui napinga kiongozi wenu Raila Amolo Odinga. Uko wapi? Wacha kutuambia ati hapa sijui ati sijui ni serikali umekuwa abducted. Umekuwa abducted na unasema ulikuwa Kiambu. By the way jamaa anafaa kuwa weko kwa cell. Utuambie ukweli. Na kama kuna pesa wenyewe lipa. Wacha mambo mingi hapa kufanya ati sijui mchezo hapa. Hiyo pesa ulichukua peke yako. Wacha kufanya senari na napa. So our core principles. Hiyo mambo ya Raphael Tuju tafadhali. Hebu achana hiyo. Wachana hiyo completely.
Sasa Wakenya wamebaki na maswali mengi kuliko majibu. Serikali inasema kitu kimoja huku mitandao inasema kitu kingine, na video zinaonyesha kitu tofauti kabisa. Wewe unaamini nani? Serikali, mashuhuda au macho yako mwenyewe? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa uchambuzi mkali zaidi wa siasa, burudani na lifestyle ya Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Hapo Wino anawaambiaga kila siku eti hakuna kitu inakujanga hivi hivi, kila kitu ilikuja na maandamano. Babu akawaambia tu vizuri, multipartyism ilikuja na maandamano, Uhuru ilikuja na maandamano, Hawa watu wenye wako broad based government wote kina John Mbadi walipata kazi through maandamano. Baba nini inaitwa nini, constitution ilikuja through maandamano. Sasa hata leo Raphael Tuju venye tulisema tu ati tunaenda kuandamana tu hivi. Si unaona Raphael Tuju ametolewa. Bila maandamano hakuna kitu kinaweza fanyika. Na kama ni mbaya ni mbaya. Wacheni niwaambie hivi. Babu Owino, Edwin Sifuna, Caleb Amisi, James Orengo, Onyonka, Osotsi, Kibagendi. Wacheni niwaambie hivi, msituuze. Nyinyi ndio mnaweza tuuza, lakini sisi wananchi hatutawauza. Sisi tutasimama na nyinyi, na mkisema ni left ni left, mkisema ni right ni right. Tutaenda na tutakanyagana nao.